jasho. Very good. Lakini ask them about a basic principle of the Bible. Hey. Tithing principle, prayer principle, Holy Spirit principle. They know nothing about it. Lakini wapatie hiyo kitu. Wanaweza enda bwana, kuna mtu mwingine ameenda na hiyo kitu kwa matanga, mpaka anaenda hapo chini chini kanaleta kasauti nyingine inalia kama gita. Umewahi pigiwa kitu iongee. Hiyo kitu kadogo kaongea na hiyo kubwa inaisukumia kuongea. But remember about listening to somebody else called Jesus. So Paul, what do you do now? Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around," and that is a missionary strategy. When you go to a city, don't just sit. Yes. Walk around. Know what their strongholds are. Kama ni hiyo kusongeza vipekee, know about it. Kama ni kutengeneza matafari, know about it. And look for a word that is relevant to what they are doing. Yes. Hata Yesu alipoenda kwa mashambani akaona watu wanapanda, alisema mpasi aliondoka kwenda kupanda. And at the end of it, he brought God's word. Alipoenda kwa watu ambao wanachunga kondoo, alisema kuhusu mchungaji. Alipoenda kwa watu ambao wanafuga mizabibu, alisema I am a true vine. Na baba yangu anani prune. So Paul did not begin preaching from nowhere. He began from the known, taking them to that which they did not know. I looked around carefully. For as I walked around, I looked carefully. Those are good things to look at your objects of worship. I even found an altar with this inscription, "To an unknown God." Now, what you worship as unknown, I am going to proclaim to you. I am going to tell you that which is unknown that is so powerful. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and the earth, and does not live in temples built by the hands, and he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men, life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, and they should, from one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them, and the exact places where they should live. God did this so that men could seek him, and perhaps reach out to him and find him, though he is not very far from each one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Look at how he's using even their examples. As even some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone. My God. An image made by man, by man's design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all the people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. Look at that. He has told them that who is this that needs to be worshipped. He has told them about the judgment to come. He has told them that he resurrected him so that he will give us power to come out of idols and worship the true God. In a nutshell, he has given them the full gospel. Not the full gospel churches of Kenya, the full gospel.
The full gospel, as he told the Ephesians, that for 3.5 years I stayed with you. I never hesitated to give you the whole gospel. Probably full gospel sometimes gives a half gospel or a quarter gospel. But Timothy, Paul, as he was waiting for Timothy and Silas, he gave them the full gospel by telling them that what you are worshiping are idols. There is a true God here. He's telling them that God had left them for such a time as that. Because in the past, because they didn't know, he allowed them to live in ignorance. But after the preaching of God's word, they will be judged if they continue worshiping idols. So what was their response? When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject. At that, Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of that council. Also a woman named Damaris. If you are called Damaris, you are in the Bible. There is a woman called Damaris who believed God in the city of idols, in the city of Athens. And there is a man called, I don't know how that name is pronounced, Dionysius or Dionysius, whatever the pronunciation. And the Bible also says, and a number of others. So his work in the council was not in vain. Even when they tell you in a family, say something, do not fear. Even if they told you kwa kikejeli. Hawa majamaa hawakumwambia wakimaanisha, walimwambia kwa sababu ilikuwa tabia yao kusikiliza mambo mapya. Lakini look at the results. Look at what God is doing. God is using the kejeli to bring in serious people. Yes. A member of the council, a member of the board of governors of that council received Jesus. And that council will never remain the same again. Amen. And another woman by the name Damaris, the fact that her name is mentioned, she might have been a prominent woman. It could have been another woman, but now it is a woman by the name Damaris. Oh, I pray that a name like Naomi will be mentioned in heaven. A name like Doreen will also be saved in some circles of honor. And all of us that have a name, because we have received him, whose name is higher than any other name, our names will be mentioned. I remember a sermon by Jerry at one point. Our names will be mentioned in heaven. If we do a few things, our names will be mentioned in heaven. If we bring people to Jesus, our names will be mentioned in heaven. Yes. If we become evangelists, bringing people to the Lord, our names will be said in heaven. But that is besides the point. The ministry of Paul is gaining prominence. The ministry of Paul is bringing people to Christ. When he was distressed that there is idol worship, he has taken action. Do not just be distressed. Take action. Usihuzunike tu hivyo. If you cannot preach, pray. If you cannot pray, send a preacher. So even as he was distressed, he took action. He began speaking to them, and look at the results. The word of the Lord will not come in void. In Athens, it looks like he was not chased. But these guys come. And now I must open my notes. These guys come. The guys he left behind. They came. And for a few minutes, we will look at a few things. And I want us to read a scripture, 1 Thessalonians 2:18. We want to look at Timothy. You know, our much interest is on Timothy. Alikuwa na wangojea, Timotheo akawa na ubiri. So we assume, the Bible does not tell us when they arrived in Athens, but we are assuming that they have arrived.
And we are going to read 1 Thessalonians chapter number 2, verse 18. Let me read it. The Bible says, let us take it from verse 17. But brothers, when we were torn away from you, that tells you how they came out of Thessalonica. They were literally torn. That should tell you that Paul was not willing to leave. Mm-hmm. They were literally taken away from there by those agitators, by those jealous guys. And probably the reason why we are here, it is because we were torn. Yes. And torn is biblical. Whichever way the purposes of God were fulfilled. Wow. Brothers, when we were torn away from you for a short time, that is in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you. Ndio ile nilikuwa nakuambia hata kukaa kwao Berea kulikuwa tena warudi kule. Hiyo ndio efforts walikuwa wanafanya. But look at what the Bible says. For we wanted to come to you, certainly I, Paul, did again and again. But Satan stopped us. Hey. So unaonanga wakati ule unajisikia uende kuona mtu fulani ni mgonjwa na unapata kitu inakuzuilia. Kumbe inawezekana iwe ni Satan. Unasema kigisi. Satan. Hey. Unafaa umkemee, umwambie huyo ninaenda kumuona kabla hajapumua la mwisho. Nimwambie kuhusu Yesu. Wow. Satan. I want also to read chapter 3, verse 1. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. Now you understand why I am connecting Athens with Timothy going back to Thessaloniki. That is why I am believing that Timothy and Silas arrived in Athens in 2 or 3 weeks as they were instructed. And now that they were there, look at what Paul is saying. So when we could stand it no longer, to stand what? Ile salamu, ile kutaka, ile kutaka kuenda kwa Thessalonike. Na wanaambiwa Paulo ukienda utanyongwa. Maybe hiyo ndio shetani anamzungumzia. Wanamwambia bado habari ni mbaya, lakini wengine wanatuambia Paulo sio mtu wa kuogopa kufa. Ile ilimzuilia sana, ugonjwa yake ilinuka tena, ulcers. Na angeweza kutembea. Na ninaamini hiyo. Ninaamini ya pili kwa sababu Paulo anasema hata msinizuilie nisiende. Kuna wakati ameambia wazee wengine, walipotaka kumzuilia akasema hata mnapoteza wakati wenu. Ninaenda kwa sababu siogopi kifo. Kwa hivyo Paulo angeacha kuenda kwa sababu ya kifo. Nafikiria nguvu yake haikuwa imerejea, ugonjwa ilimshika, malaria ilimkapa. Na kwa sababu alikuwa na shida ya tumbo na macho na miguu, Paulo ni mtu ambaye alihubiri akiwa na shida. Kwa hiyo unasemaga ati nini? Ask Paul. Miguu yake ilikuwa inakaa kama goli, posts. Alsa zilikuwa zinamsukuma. Tena malaria ilikuwa inamuonea. Na unashangaa mbona Mungu anawacha malaria inasumbua mtu ambaye ako na moyo. Sigonge mtu kama Luka ambaye haonekani kwa kuhubiri. Lakini Luka ako na afya, Paulo hana afya. Baba anasema niliomba mara 3. Nitolewe huo muipa. Na Mungu akasema neema yangu. Kumbe neema ya Mungu ilikuwa inakaa kali na Paulo. Akiwachiliwa au wakienda anabaki akiandika barua. So he was still serving many people, even us who are far away. Kwa hivyo haikuwa sana unaweza sema huyu Mungu hawezi ponya mtu. Kuna kijana wa my brother in law ako university. Mama yake amegonjeka for around 20 years na finally akakufa. Huyu kijana unajua alifika mahali akasema, don't tell me kwamba kuna Mungu, mnasema nyinyi ni wachungaji. Wacha aponye mama ndio nijue ni Mungu. Baka my brother ndiye alikuwa anaombea huyo kijana, anasema kijana amepata A, lakini anakataa hakuna Mungu. Na anasema kama Mungu angekuweko angeponya mama yake. Lakini juzi vile mama yake amekufa, tumeenda matanga huko Eldoret. Kijana nikaona akisoma urology.
akisema vitu vingine hatuwezi elewa, but tunaamini Mungu alisaidia mama hii 20 years. Akasema huyu ni kijana yule alikuwa anasema there is no God. So there are things we may look at God and think that he's not doing anything. Kumbe God is doing things behind the scenes. Like now, Paul being left behind, I will tell you later on, he will want an opportunity to write some epistles. So hakuna hasara. Anyway, let's watch it for another day. So when we could not stand it any longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brother. He's no longer his son. Timothy has grown to become a brother. Oh my goodness. Don't desire that you remain a son forever. Desire also to grow, to kuleta vijana na ukue ndugu ya wale waliokuleta. Our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith, so that no one could be unsettled by these trials. You know quite well that we were destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we could be persecuted, and it turned out that way, as you well know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter, there is a person called the tempter. Wewe msikia? Leo unafaa umsikie. The tempter might have tempted you, and our efforts might have been useless. So let us say a few things about this. Timothy was sent back to turbulent Thessalonica, and Prophet Silas to Philippi, or possibly to Berea. Our question today should be, why could Timothy be sent to Thessalonica, a young boy of 21 years, and not Silas, a veteran of around 50 years, a prophet, a teacher? Because Thessalonica was the capital city of Macedonia. You remember that? Philippi was of less population. And now Silas is dispatched to a smaller city, and Timothy, a young boy, is dispatched to a heavy place, a hot spot. Mahali kama Paulo alipata mateso Berea, yalitokana na Thessalonica. Na munatuma kijana. Let us make some guesses. Guess number 1. Perhaps he could not be considered a threat to the agitators that Silas the prophet and teacher could be. Tunaelewa? Yes. Timotheo kwenda Thessalonica, wangesema hiyo ni kijana wengine walikuwa na Paulo, sasa wamekosana, amerudi. So angemchukulia serious kama vile wangeona mzee nabii. Silas mwalimu wa neno, akifungua kitabu unaelewa maandiko. So that is probably number 1, and my guess could be right. Guess number 2, perhaps Silas had been more visible in the synagogue than Timothy, who was a half Jew. Unajua sinagogi, mtu ambaye sio Myahudi angekubaliwa namna hiyo haraka haraka. So wakati ingefika mahali pa kufundisha kwa sinagogi, Paulo na Silas walikuwa wanaonekana. Na wakasema wakituma Silas, tena wale wenye shida wataanza kuwaletea shida. Probably that is the reason. Even so, it is clear that it was the great concern of Paul to the Thessalonians that made him dispatch Timothy. Later on you will realize Timothy is described as there is no one like him. There are qualities Paul looked at Timothy and he could not find them in the prophet and in the teacher. You may not be heavily talented with those heavy gifts of healing,
those heavy gifts of speaking in tongues, those heavy gifts of interpreting the tongues. But like Timothy, you may be as weak as you can be, but again, God identifies a unique thing within you that is more usable than those who think they are bishops. I don't know whether you have understood. So you should not say that I do not have a gift like. Hata Paulo wakati mwingine anasema anasema ninaongea kadimi kuliko nyinyi nyote, but again he desires for some more gifts. Abasa anaona maybe kwa Timotheo na yeye hana. Na wewe unaheshimu Paulo, na Paulo anaangalia Timotheo anasema katika kunyamaza kwake, there are more things he can achieve than myself. So his son in faith is sent to the hotspot. Not because he wanted him to be killed there, but because he saw that his services will be required more in that place. The journey from Athens to Thessalonica could take him 7 days. 200 miles away. 7 days of trekking. 7 days of walking. 7 days of thinking. And probably 7 days of prayer. Did you know that sometimes prayer is so powerful when you do walks around? Yes. When you are alone in the car and you have a worship music and you are driving to Mombasa, you can pray more powerfully than when you are taken back. And probably wakati ile Mombasa ilikuwa inatolewa usiku, kuna wakati ningeenda kuchukua magari Mombasa usiku. Sijui kama nilikuwa naomba sana kwa sababu ninaogopa naweza kukutana na trailer ikigonga. Ama nilikuwa ninaomba kwa sababu sina lolote la kufanya na hakuna muziki kwa gari. I could pray from Mombasa to Nairobi. Sasa mpaka ninasema wakati mwingine naomba nikichoka kwa nyumba, na hii bora imekuja namna hii. Sijui kama nilikuwa ninaomba ndio nisilale, but the truth is I could pray. So huyu jamaa kwa siku 7 akienda anaomba. Na akimaliza kuomba anafikiria, na nikifika huku wanifurushe. Wanigonge mawe vile waligonga Paulo kwa tauni yetu ya Listra. Na nikifika huku yule kielera alitukujia kule Perea na ainuke tena. Those are serious questions that were going on in the mind of Timothy. But one thing we know about him, he never stopped. He never went back. He continued going to Thessalonica. He could have wondered if he was walking to the den of lions like Daniel did. But again, he didn't have the personality of Daniel. He was wondering whether he was going to face a Goliath like David did. But again, he didn't have the courage of David. He could have wondered whether he would be locked in like Peter was locked in the prison. Again, he did not have the brevity of David or of Peter. One thing I know, he might have shook in his boots. Alikuwa anasema hii kitu Paulo ananituma ili majaribu. Hii pastor ananiambia nichukue main service kuhubiri ili kunimaliza. Hii ninaambiwa nienda kuombea mtu ambaye juzi pastor mwingine amenipigia simu akaniambia, "Pastor, kweli ningejua ungekuja. Nimeenda kwa hiyo familia, nimepata nyanya wa hiyo familia hawezi kutembea, anabebwa kuja nje. Bibi ya huyu jamaa ameharibika kichwa, hana nguo, na watoto wote wanatoa mavitu kwa mdomo. I think they have mental paralysis, lakini wanafikiria ni uchawi." Akaniambia, "If I knew I could have come with you." Huyu pastor mwingine wa Lutheran aliniambia, "Hii kitu ilitaka Mpentekoste." Na mimi ndani yangu ninasema ni vizuri Mungu alikusaidia singekuja. Hiyo matatizo yote singetoboa. Kutoa mtu wazimu, kutoa mtu anapegwa, kutoa mtu hana nguo. Unamwangaliaje na mimi vile ni muoga? Unafikiriaga mimi ni bold? Toa nguo uone vile nitabaki. Mimi I am not bold. I am not fine, by the way. Na huyu jamaa ananiambia angejua angenichukua. Sisi tunajua na mimi nilimwambia basi Mungu hakutaka mimi leo. Lakini ndani yangu ninasema that was an exercise that is bigger than myself. Hiyo ingetaka Pastor Lai. Kama Kitonga. Mama Natasha ya kuja yapie Kisumu. Hey. Timothy
Timothy akitumwa hiyo mji yote. Niliwaambia mara ya kwanza Timothy kuona Nairobi. Jana nimekuja na kijana hajawahi ona Nairobi. Tukafika hapo karibu na hiyo hoteli nyingine inaitwa Emara watu. Hiyo iko karibu na Oresereni. Alafu akaona manyumba mengine smart hapa, akaniambia hizi ni nyumba za serikali. Nikamwambia si unaona manapkins imewekwa hapo ni nyumba za watu. Akikuwa anaishi nyumba nzuri kama hii. Nikamwambia hujaona, tutakuja kwenda Runda. Lakini I was big excited ya kwamba mtu anakuja Nairobi mara ya kwanza, this is how he behaves. Halafu akaona hiyo Airtel. Halafu akaona barabara na akasema hii ni nini wanafanya kwa barabara, wanajenga nyumba. Nikamwambia ni barabara inaitwa expressway. Sasa hapo Timotheo mahali alistuka, akifika mara ya kwanza ndiye anatumwa peke yake. I want you to see that picture. Na sasa anatumwa aende kufanyia kanisa kitu. You remember what we read? Aende kuwa encourage in faith. Aende kuambia persecutions wanapitia ni samuda tu. Aende kuwasimamisha. Timothy 21 years old. Angeogopa. His job in Thessalonica was not to be merely a reporter, but he was to strengthen the church. You could be forgiven if you thought that Timothy himself needed to be strengthened. Hamjasikia hiyo vizuri? Yeye alikuwa aende kuweka kanisa nguvu, aipatie nguvu. Lakini Timotheo mwenyewe ndani yake alikuwa na vile ya kwamba na mimi nahitaji kuwa strengthened. Let me give you some good news. Even when you feel inadequate. Even when you feel like you need to be prayed for. Hata hiyo maombi ningeitwa huku Mungu aniweka angekubali nikuwe huku. By the way, nakuambia ukweli, ningefunga macho niseme Mungu fanya kitu. Yes. Na asipofanya hiyo sio juu yangu. Hiyo ni juu yake. So Timothy might have had that philosophy ya kwamba hata ingawa siwezi basi mimi naenda katika the power of the Lord. And sometimes it is important that we recognize our inadequacy so that we can look for the adequacy of God. Amen. So Timothy kept going. Sometimes God chooses the weak, and in the process, He strengthens the weak as He strengthens the other weak. Yes. Hiyo ni kizungumza. Mungu anachagua wakati mwingine mtu kama Masi, na Masi akiendelea kuambia watu mambo mengi hayajui kuhusu Mungu, anamletea mambo kupitia kwa Roho Mtakatifu, na akimaliza hilo jukumu alilolitumiwa, anatoka huko akiwa na nguvu kubwa kuliko vile alivyoenda. I think Timothy was being built more than he was building the other Christians. Yes. And that was a strategy of Paul. And we will expose as many of you. As God gives us grace, we shall give you the pulpit so that you preach to us. Amen. As you preach to us, you become better a preacher. Amen. Praise the Lord. Amen. What could Timothy tell them now that he was now going? Only a few years ago, Paul had visited Antioch, Pisidia, Iconium, and Lystra for a similar mission. He will do what he saw Paul do. Praise the Lord. Amen. Timotheo alikuwa kwa mkutano ambao Paulo alikuwa amesukumwa katoka Lystra baada ya kupiwa mawe, na akarudi baadaye kukutana na kanisa peke yake na akawatia moyo. And we will read something on Acts 14:22. Felix, you can read Acts 14:22. Na akawa kwa mkutano ambapo Paulo amekujia kanisa lilikuwa in a similar situation like the Thessalonians. Acts 14:22. Yes. Strengthening the souls of disciples. Yes. Exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. That is exactly, thank you. That is exactly what Timothy will do. Aliona Paulo akikuja akiwaambia, you got born again the moment you received Jesus. Akawaambia endeleeni katika imani hiyo. Akawaambia haya mateso hayakuji kuchukua your destiny in the Lord. Akawaambia muendelee kusimama katika imani. And Paul, in the scripture I read, he told them, wakati tulikuwa na nyinyi tuliwaambia mtapitia mateso, na nyinyi wenyewe mkaona tukiyapitia hayo mateso, na mkakonfirm ya kwamba Ukristo pia ni mateso. Ni bahati mbaya kanisa mingi inafundisha Wakristo kwamba ukiokoka hakuna mateso.
Katika hili kanisa tutakuambia ukweli. Ukiokoka utapitia mateso. Ukiokoka utakosa pesa. Ukiokoka utakosa rent. Anaweza fikiria hiyo sio Ukristo, lakini namwambianga that is part of Christianity. And Bishop Mumani is not there to take away your tribulations. He's only there to encourage you to vumilia. Kama uko hapa na ungefikiria mbona Bishop afanye kitu nipate kazi, that is not part of my job description. Sipeanangi watu kazi. Ningekuwa kama Songo ningefungua kiwanda. Washirika wote wa kanisa hili wafanye kazi huko. Lakini mimi sio Songo. Na Songo sio pastor. Kwa hivyo you are not saved either. Hata ungekuwa na Songo, you still will not have, you will have missed the training of Christianity. So Timotheo alienda kuwaambia kwamba sijakuja kuwaondolea majaribu. Nimekuja kuwaambia muyavumilie. And that is true Christianity. Praise the Lord. Amen. Timothy, hii assignment utaiweza? Na kweli aliweza. Can we go quickly a bit to see whether we can conclude? Acha niseme hivi. Kuna kitu moja iko unique na Timothy and I want you to note it. Kitu hiyo inaitwa hivi. Why Paul will choose Timothy? Kuna mtu anaitwa Barclay. Anasema Timothy was, na by the way, hii sio mara ya kwanza Timothy atatumwa. Timothy tena atatumwa kwenda hapa mbele. Tutakutana na yeye akitumwa. Anasema Timothy angetumwa kwa haraka kwa sababu hii. Timothy alikuwa kama postage stamp. Mnakumbuka enzi za postage stamp kabla ya SMS? Na kabla ya email? Ungeandika barua uende ununue stamp. Unawekelea kwa barua. One of the special things about Timothy is that time and time again we read of Paul sending him somewhere. He spent most of his time on expeditions Paul sent him to. Timothy was a good messenger. Like a postage stamp, he stuck to the envelope. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. He stuck to the job. Angetumwa, angeenda kusema nimekuja, sikutumwa, angeenda aseme nimetumwa. And he could only be satisfied when he had gone to the destination. Unajua huwezi tumia stamp mara mbili. Ndio mwingine amesema pia ingefika mahali ikongwe muhuri imemaliza kazi yake. Weka barua yeye unataka iende London, umeiweka stamp. Haiwezi kuenda kwingine, itaenda mpaka London. Why do we say so? Finally Timothy went to Thessaloniki. He never went to Berea mahali walipenda neno. Alienda mahali alitu. That is why Timothy is special. If you want to grow well, my sons and daughters, do not go where you like to go. Go where you are sent to go. Yes. Praise the Lord. Amen. Sijui kama hiyo imeeleweka. If you want to please God, usiolewe mahali unataka uolewe mahali Mungu anataka uolewe. Ukitaka ku please God, usiende ile kanisa ambayo unataka uende ile kanisa Mungu anataka uende. That was Timothy. A messenger does not let the difficulties delay him. He doesn't give up until the message is delivered. And that is what the postage stamp is. Secondly, a postage stamp go where it is sent. Stick it on a letter to London and there it will go. The trouble with most people, listen to that, they will work hardest and best in what they like doing and will do practically nothing in what they don't like doing, even though it is what God calls them to do. For Timothy, it didn't matter where he was sent. Listen to that. For Timothy, it was not where he was sent. All that mattered to him was that Paul had sent him. Hiyo ni ngumu kuelewa. Kwa Timotheo haikufuata umetumwa Kibera. Yeye kama ni Kibera alisikia march on to Kibera, he marched on to Kibera. What mattered is who gave him the order. Praise the Lord. Amen. Who is that sending him? Who is that sending him?
kwa sababu Paulo alituma Timotheo, he went. How long Timothy stayed in Thessalonica? We go quickly. In this fact-finding mission and encouragement mission, nobody knows, but scholars think that it was several weeks. What he found out was positive. However, there were problems, persecutions, and pressures. The young church was persecuted by both the Jews and the Gentiles. The Jews leaders exerted subtle pressure that if you come back, you will not go through persecution. This is what goes on in many of us. Kwa sababu hao watu walitoka sinagogi wakaanza kanisa, viongozi wa Wayahudi walianza kuwaambia mkirudi kanisani, na hiyo nimeisikia, ukirudi kanisani utapewa uongozi, ukirudi kanisani utapewa utreasurer, ukirudi kanisani tutakutuma Bible school. That is the strategy the Jews were using. But so much there was persecution. I want you to know that the church remained strong even in the midst of these persecutions, becoming an example to many churches. Ukisoma hiyo barua ya Wathesalonike, anawaambia na vile imani yenu imesambaa kwa makanisa mengine. Even Philippi learned from this church. The churches in Achaia also learned from this church, because they stood strong even amongst the tribulations in faith. The young church was not immunized against sin, but their basic problem was that they were babies in Christ. And that is what we will talk about as we finish. Hii kanisa sio kwamba haikuwa inafanya dhambi. Kulikuwa kuna dhambi kidogo wanafanya hapa na pale, laziness na mambo mengine, lakini shida kubwa hili kanisa lilikuwa nayo ni kwamba walikuwa na utoto katika neno la Mungu. Kama vile waimbaji wanavyoimba wakisema I have joy, joy down in my heart. Indeed they had joy, joy down in their hearts. They also had love, love, love down in their hearts, but they never had word, word, word down in their hearts. Hey. Tuko pamoja Kabisa. Na ninaona watu kama hao wengi kwa PAG. Wanaimba na nguma mpaka wanatokwa na jasho. Very good. Lakini ask them about a basic principle of the Bible. Hey. Tithing principle, prayer principle, Holy Spirit principle. They know nothing about it. Lakini wapatie hiyo kitu. Wanaweza enda kwa nakula mtu mwingine ameenda na hiyo kitu kwa matanga, mpaka anaenda hapo chini chini kanaleta kaza mtu mwingine inalia kama gitaa. Umewahi pigiwa kitu iongee. Hiyo kitu kadogo kaongea na hiyo kubwa inaisukumia kuongea. Lakini uliza huyo jamaa kuhusu neno. Hey. That was the problem of the Thessalonian church. Wangepigwa wasema hatutoki kwa Yesu. Lakini pia they had, actually theologians described their problem that they had, and they had an emotional level of Christianity. Emotional. Unajua emotional inaenda na feelings. Wakati unajisikia unaimba, wakati mudi yako iko chini kwa sababu umepokea wageni wa mwezi. Hey. Ni maneno mengine tunatusemi kwa watoto lakini tunasema. Thessalonian Christians were living on emotional level. Their faith had not developed roots. So they had questions. Kuhusu kurudi kwa Yesu, wale wamekufa watafurahia kurudi kwake. They knew that Jesus will come back. But how to integrate it with their daily living was a problem. How? They were saying if he's coming anytime, what we will do tutawacha kulima. Tumngojea huyo. And that was not a problem restricted to the Thessalonian church alone. It is even a problem to some Christians today. They had not taken confidence in their leaders. And even Timothy, as much as he went there, they never believed it. Ile maelezo aliwapatia haikuwatoshelesha. Ikabidi wakati amerudi kule Athens asimpate Paulo, asikia ameenda Korintho, alipomwelezea Paulo akachukua kalamu
akaanza kuwaandikia aki-address their issues. The letter to the Thessalonians is written in response to the report Timothy gave to Paul when he went back. Let me tell you, it is not important to know doctrines. It is also important to know how those doctrines can work for you in your day-to-day life. Amen. Sio vizuri kujua tithing is important. Ni vizuri utake advantage ya hiyo na kuifanya practically na kupata baraka zinazoenda na tithing. It is not important to know that prayer and fasting is important. Sometimes I was asking myself on Friday, mambo mingi kwetu inakuwa Friday until I do not remember to pray and fast on Friday. How many of us still continue doing that? It is not important to know that prayer and fasting is good. It is important to integrate it in your daily lifestyle. Yes. That was the problem of the church in Thessalonica. They had learned that Jesus will come for the second time, but they had not learned how that will apply to their daily lives. That is even a problem to many Christians now. They also didn't understand what happens to those who sleep before the coming of the Lord. Will the dead miss out in the blessing of the second coming? They wonder. Why do I give and I am not seeing the fruits of giving immediately? Why do I pray and I am not seeing results immediately? Why do I believe and I do not see things move immediately? For the Bible says if we believe a mountain will move, and I have believed that the mountain remains. That was their problem. Timothy tried solving it, but much more. Ilimbidi Paulo aandike barua awaambie hakuna mtu atakosa katika baraka ya kurudi kwa Bwana, kwa kuwa wale waliolala katika Bwana watakuwa wa kwanza kusikia tarumbeta. So if you sleep as a Christian, you have not lost. Paul will tell them like he told the Philippians, for me to die, it will be gain. Gain how? I will be closer to God. Wow. I think I need to explain that better. Mtu akikufa ako karibu na Mungu kuliko yule ako hai. Kwa hiyo ako better than wale wako. Na wakati tarumbeta itapigwa, wewe ukishughulika kupika, kwa sababu wao wamepumzika na masikio yao iko alert. Wanasikia tarumbeta wa kwanza kuliko wale mko hai mkiimba. Wakati wale wamefufuka ndio wale wanaimba wanakuja kusikia. Yes. The goodness is you will not miss out, both of you. Wale wamelala, they will be resurrected. Wale wako hai watachukuliwa tena kwa kifo mara moja, kwa kufumba na kufumbua. Wakiendelea kukufa, wale waliokufa wanafufuka. Halafu wao wanakuja wa pili, kwa sababu wale walipumzika kitambo wamepumzika vya kutosha. Wewe utaenda kupumzika kidogo ukingojea wale wa kwanza. I don't know whether you are seeing it. Ndio sasa muandamane pamoja. Uzuri ni kwamba watatutangulia kwa mawingu ile kwaya inapoambiwa 3 go, na mimi nitakuwa kama niko hai. Na wewe uliyekufa wa victory tutaonana. Tena tuende kuangaliana, hiyo ni wewe. Lakini tuambiane wacha tuimbe kwanza. Tutaimba, kuna wakizi wanaimba hadi tutaimba Hosana. Hadi tukisumbuka. Lakini kuna ile ya wakizi inanichekesha kidogo, inasema Totimoke asamare tumanyagoika sitata. Akitupumzike kidogo kwa mawingu ndio tuende sasa kwa Baba. Hiyo safari haitakuwa moja kwa moja, tunapumzika kidogo kwa mawingu. Haya, imagine Mungu analiko hapo kwa mawingu. Napumzika. Kidogo nasumbuka kidogo, napumzika kidogo. Haleluya. Tuendelee, lakini siisomi kwa Biblia, lakini wanaimba hivyo. Waimbaji wanasema tunapumzika kidogo kwa mawingu ndio safari iendelee. What a joy that will be. But the Thessalonians were missing the point. So they were crying as if they do not have hope. Na kwamba sasa, si Paulo alituambia Yesu ako karibu kurudi na wengine wamekufa tayari na hawajaona Yesu akirudi. That is the reason why Paul is addressing a letter to them in response to their shallow roots in the word of God. Are we there? Yes. Are you learning something? Yes. So Timothy tried addressing it, lakini akagundua hii hapana, akabeba maswali yote kwa faili, akachukulia Paulo. Next week we will look at the problem of Paul.
Paulo anatuma Timotheo akiwa Athens. Timotheo analeta majibu, anafika Athens anapata Paulo hayuko. Na si nilimwacha the last address, nilimwacha ni Athens. Anaenda kuuliza kwa kanisa ile ya watu wachache. I think that is why Damaris and Dionysius are mentioned. Sasa alipata nafasi kwa sababu hakaenda kwa Areopagus, kwa hiyo kanzo. Wakasema na hiki kijana imekuja na baba yake alikuwa anatushanganyisha na mambo ya resurrection. Wamweka viboko mbili. Lakini sasa alipata mahali pa kwenda, wacha aende kwa Damaris. Na ninaamini alienda kwa Damaris. Sio kwa sababu anapenda wanawake, kwa sababu alilelewa na wanawake. Are you connecting? Si tukisoma Timotheo tunasoma kuhusu nyanya yake na mama yake. So ninaona hapo enda kwa Dionysius, alienda kwa Damaris. Kabisa. Akaambiwa mzee alitoka. Mzee alitoka this time hakufukuzwa, ameenda Akaia. Na hapo mji unaitwa Korintho. Na hapo Korintho ndio kwa hii safari alikaa muda mrefu. So that is what we will be seeing next week. A report is brought back. And that report was like medicine to Paul. Wow. I pray that you will receive a new report. Amen. A report that will rejuvenate your faith. Amen. A report that will make you like victory even much more. Amen. A report that your prayer over a long period of time has been answered. You remember Paul was distressed that a tempter might have tempted these guys and they might have fallen. And now we received the report that they have not fallen. They have instead remained stronger. Even though they have a few questions they will want you to address, but they are still keeping on, keeping on. I pray that you will keeping on. I pray that you will continue in the journey. Yes. In spite of Corona, you will continue. In spite of little resources, you will continue. In spite of few resources, you will tell God, even with little resources, you are God. I will still believe in you. I pray that Timothy will come into your life and it will make you happy. Amen. Praise the Lord. Amen. God is connecting me to many people. I can even tell you that somebody has sent me the other day 2,000 as tithe. He's not a member here. He tells me that I know your church is growing, you may need some support. But I am not taking that, I am giving it to the church treasury. And today morning, when even Pastor Isaiah, we left one another, I looked at the phone and I said, there is an M-Pesa message here that is not read. It was a good report. Pastor, take soda out of that. Hiyo ni soda, sileti kwako Doreen. 1,000. That is some reports that make us know that God still loves us. Amen. Unaweza sema hakuna mtu anakufikiria. Huyo jamaa hata sijakupigia simu, hata tujaongea na yeye for the last 1 month. Lakini kitu inamgusa. Mwingine nimekuwa nikienda Kajiado ananichati kwa Facebook, where are you pastor? I saw earlier on Facebook. Namwambia leo niko kwa matatu ndio sababu najienjoy na Facebook kidogo. Unaenda wapi? Naenda Kajiado. Ni nini niko na matanga? Anasema let me send you soda 2,000. Such reports I like them. But I like the report of God even more. Unajua the report of God says how? Wakati wanamwambia huyu jamaa anaitwa Jairus, usisumbue mkubwa, mtoto tayari amekufa. Yesu anamwambia ignore that report. The report is mtoto akaamuka. Amen. So there are many reports. Kuna yule anakuambia imekufa na kuna yule anakuambia don't be afraid. Take that report. Praise the Lord. Amen. May the Lord bring Timothy today from Thessaloniki. Amen. And make Paul happy. And make Paul ready for the next assignment. Father, we pray